ni mgeni rasmi wa shughuli yetu ya leo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein. Mara atakapowasili, inaombwa tumpokee kwa vigelegele, vifijo, hoi hoi na nderemo. Atapokea salamu ya rais, mizinga 21 kupigwa na wimbo wa taifa wa Zanzibar kupigwa. Tahadhari ni kwamba mizinga 21 itakayopigwa haina madhara, hivyo tunaombwa sote tuwe watulivu. Inaombwa sote tuimbe wimbo wa taifa wa Zanzibar na maafisa wenye sare wanakumbushwa kupiga saluti. Naam, Lutengano pamoja na mtazamaji wa ZBC na TBC1, kama mnavyoona nje ya uwanja huu magari hayo pamoja na mahonda ya kumsindikiza mgeni wetu ambaye tunamtarajia kuwasili punde tu, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein ndo ataingia karibuni. Labda Lutengano, kuhusiana na hii Zanzibar majipu yapo, huu useme umeshughudisha kidogo hapa, hebu tueleze Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kazi zake, ambapo kipindi kifupi tu alishika nafasi, hebu tueleze kidogo. Naam, ni kwamba ameanza kushughulikia yale ambayo aliahidi katika kampeni. Dr. Ali Mohamed Shein anawasili uwanjani hivi sasa. Mtazamaji wa ZBC pamoja na TBC1, hoi hoi, vifijo, nderemo ndizo zilizotawala katika uwanja huu wa Amani kwa sasa, ambapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ndio huyo hapo, kama mnavyomuona taratibu kabisa anapita katika gari hilo la wazi ambalo limepambwa kiaina yake, akishindikizwa na maafisa usalama, kama mnavyoona kidogo kidogo taratibu akipokea
salamu za wananchi wakimsherekea kwa furaha kubwa kabisa hapo. Kwa hamu kubwa sana ya kuadhimisha miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo yalipatikana na wazee wetu kwa shida kabisa ili kuwakomboa Zanzibari tuwe huru. Tukikumbusha tu kwamba jana usiku kulikuwa na shamra za fashfashi mnamo saa 6 za usiku. Lutengano, uliziona fashfashi? Naam, nikashtuka kidogo. Baadaye nikaja kumbe ndio ile maneno. Kwa mara ya kwanza napata fashfashi hapa Zanzibar. Ulizionaje? Nikawa na kumbukumbu ya wakati ule, hali ambavyo ilikuwa. Kweli kulipendeza sana usiku angani. Kwa hiyo shamra zilianza jana usiku na hatimaye leo ndio tunaadhimisha rasmi katika uwanja huu wa Amani. Kinachosubiriwa ni mgeni wetu ashuke katika gari hili, na baada ya kushuka tu atapokea salamu ya rais na mizinga 21 kupigwa, ikiwa ni pamoja na kamanda wa gwaride kumkaribisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kukagua gwaride, na baadaye atapokea maandamano ya wananchi kutoka wilaya za Unguja na Pemba, taasisi za serikali, mashirika ya umma na wanafunzi wa vyuo ambao kwa muda huu wapo nje ya geti hapo wakisubiri. Tunapozungumza mapinduzi haya ndio yarahisisha sana kusababisha kuundwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliotokana kuungana kwa nchi mbili. Ni kazi kubwa ya marehemu Mzee Abedi Amani Karume na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutokana na ridhaa ya wananchi wenyewe wa pande zote mbili za muungano. Udugu wa wananchi wa Zanzibar na wananchi wa Tanzania ni udugu wa asili ambao ulijengwa na mababu na mabibi zetu kwa karne nyingi zilizopita. Wakoloni walikuja kutugawa. Kwa kuwa sasa sote ni huru, ilionekana hatuna budi kurudisha undugu na umoja wetu. Na muungano ndio umekuwa mfano kielelezo cha umoja wa Afrika na duniani kote. Kazi ile iliyoanza ya mapinduzi ndio kufikisha hapa. Hakika Lutengano, na pia tumejivunia mambo mengi kwa kushirikiana na wenzetu wa Tanganyika. Na ndio maana wanasema Tanzania ni nchi ya amani, watu wote watambua popote unapokwenda. Na kuna maeneo mengine huulizi kitambulisho, Tanzania tu unatosha. Dr. Shein amefurahi kabisa na anapokea wananchi kwa furaha kubwa sana. Naam, ni mtu wa vitendo zaidi kuliko, si msemaji sana. Si msemaji sana, ila kama unavyosema ni mtu wa vitendo, na analolisema Dr. Shein ujue atalifanya tu. Naam, ndio sifa ya Zanzibar. Na pia tumekuwa na utamaduni wa kukezana madaraka umeheshimika. Rais wa 7 sasa tunazungumza. Naam. Sasa mtazamaji wa TBC1 pamoja na ZBC, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ambaye ni mgeni rasmi hii leo katika uwanja huu wa Amani ili kuweza kuadhimisha miaka 52 ya mapinduzi ya Zanzibar. Sasa ameshashuka katika gari lile na atapokea salamu ya rais, ikiwa ni pamoja na kupokea mizinga 21. Kazi sasa inaanza.